Naam, jambo mtazamaji wa Mlimani TV, karibu sana katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi katika kipengele cha Jahara ambacho kinafuata baada ya kipengele cha kwanza cha Yasemavyo Magazeti. Mimi ndiye Ibrahim Mganza ambaye leo nitakualika katika kipindi hiki katika sehemu hii ambako kwa siku ya leo kama ilivyo kawaida yetu tuko na mgeni hapa studio kuzungumza mambo kadha wa kadha, lakini kubwa ambao tutakwenda kulizungumza kwa siku ya leo tutakwenda kuangazia nidhamu ya fedha, ambako siku hii ya leo mgeni wangu ni Elton Modest ambaye ni mwalimu wa masomo ya sayansi, lakini pia ni mwandishi wa vitabu na mwelimishaji wa jamii kuhusu afya ya akili. Kama nilivyobahatika leo hapa mezani na kitabu ambacho amekiandika yeye kuhusiana na masuala mbalimbali, kuhusiana na uelimishaji na mambo mengine ambayo kimsingi ukisoma utajipatia kwa undani zaidi. Sasa leo tutakwenda kuangazia zaidi kuhusiana na nidhamu ya fedha. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba mtu anatengeneza pesa lakini wakati mwingine zile matumizi hajawa matumizi sahihi, ama anatumia kupita kiasi, yani anatumia kuliko kipato chake. Sasa tiba yako ni kwamba leo tuko na huyu mgeni ambaye atakwenda kuliangazia hilo kinaga ubaga, tuone ni kwa namna gani baada ya kumalizika kwa kipindi hiki utakwenda kujua namna gani ambapo unaweza kutunza pesa ama fedha ambazo umekuwa ukiziingiza kila itwapo leo. Bwana, habari za wakati huu? Ni njema, nashukuru sana kaka Ibrahim. Mimi mwenyewe pia nashukuru kuwa na wewe, maana imekuwa bahati sana kwa siku ya leo. Asante sana kwa uongozi wa Mlimani TV. Sawa, na tunakukaribisha sana. Pengine unajua kuna watu wanajiuliza mtu anatengeneza pesa nyingi sana, lakini mbona kila siku pesa zangu mimi imekuwa kama daraja tu zinapita, yani zinaingia na kutoka. Anaingiza kipato cha kutosha tu, lakini kulingana na matumizi yake inakuwa kidogo ni changamoto. Sasa kabla hatujakwenda kuiangazia hii mada, pengine labda kwenye swala la uandishi wa vitabu ambako umekuwa ukiandika vitabu ambavyo miongoni mwao pia ni kuhusiana na namna watu wanaweza kutunza fedha, watu wakaweza katika mazingira ya vitabu. Kwanza tuanzie hapo, pengine labda nini sababu hasa ambayo imekusukuma wewe kuweza kuandika vitabu vya namna hii? Nashukuru sana kaka Ibrahim. Sababu ya mimi kuandika vitabu ilianza mwaka 2019 nikiwa bado nipo sekondari. Nakumbuka wanafunzi wengi walikuwa wakija na kuniuliza, Modest, nina changamoto hii na hii, nifanye nini? Modest, katika hili unanishauri nini? Na nikawa ninawaambia mimi sina ufahamu, sijafundishwa katika hili, lakini ningekuwa mimi ni wewe, ningefanya ABC, ningechukua hatua hii na hii na hii katika hili. Na mara nyingi ushauri ule ulikuwa unawafaa. Baadaye wanarudi nasema, asante, ule ushauri unipatia umenisaidia. Na mara nyingi nilikuwa napatia ushauri kwa sababu nilikuwa na utaratibu fulani ambao nimejiwekea kwamba nina counter book langu ambapo nimeandika mambo mbalimbali kulingana na mambo ambayo ninayahitaji katika maisha. Kwa hiyo kwa mfano kwa upande wa fedha nilikuwa nimeandika utaratibu ambao unanisaidia hata hicho kidogo ninachokipata nikiwa shuleni kama pocket money kiweza kunisaidia. Lakini kwa upande wa usomaji nilikuwa nina mbinu ambazo nimeziorodhesha zinazonisaidia kuweza kusoma kwa ufanisi. Kwa hiyo nilikuwa mara nyingi mimi ninawasomea kile nilicho nacho afu ninawapatia. Siku moja rafiki yangu mmoja akaniambia, kwa nini usinipatie hilo counter book lako? Na mimi nikaenda nikasoma, nikamwambia hutaweza kulielewa kwa sababu limeandikwa kunifaa mimi na lugha niliyoitumia ni kwa ajili yangu. Akasema basi hebu niandikie katika mfumo ambao utanifaa mimi. Nikamwambia ni mchakato, sio jambo jepesi. Unaweza kaliangalia ni kwaya tu kwa limejaa, sio jambo jepesi. Lakini akaniacha na fikra kwamba kama wote wananufaika na mawazo yangu, lakini ni wale tu ambao wanaweza kukutana na mimi, je, nikiweza kuandika kitabu nitaweza kuwafikia watu wangapi? Kwa hiyo hiyo ilikuwa ndio chachu ya mimi kuanza kuandika vitabu. Kwa hiyo nikaandika kitabu changu cha kwanza ambacho ni hiki ambacho umewaonesha watazamaji wetu. Na nilipoandika kitabu maana yake ni nini? Maana naona kimeandikwa Kizungu. Sasa kuna watu ambao wanatufuatilia kwa sasa hivi hawafahamu pengine hii maana yake ni nini. Maana hata kusoma na kwa mtihani kidogo. Ndio. Nashukuru sana. Jina la kitabu ni Take Charge, A Guide to Unleash Your Full Potential. Maana yake ni nini? Chukua hatamu ya maisha yako. Chukua uongozi wa maisha yako. Usiishishi tu. Chukua uongozi wa maisha yako katika maeneo mbalimbali, katika nidhamu ya kuamka alfajiri. Hebu kuwa kiongozi wa maisha yako. Usilale mpaka pale usingizi unapoisha mwilini ndipo uamke. Inapokuja swala la muda, usiishi tu kama mtu ambaye amepewa saa 24. Jua unavyozitumia vizuri. Kama ni fedha unayoipata, jitahidi ujue jinsi ya kuisimamia na kuitumia vizuri. Kwa hiyo take charge ni chukua uongozi wa maisha yako katika maeneo mbalimbali ambayo ni ya msingi ili kuweza kutoka hatua moja kufika hatua ya pili, lakini ile ya juu zaidi. Ushawahi kumshauri mtu afu akafanyia kazi ushauri wako, lakini wewe ushauri huo haujautumia? Ni nadra sana. Mara nyingi ninapoandika au ninapowashauri watu, ninawaandikia na kuwashauri vitu ambavyo nimevitumia na vikanipatia matokeo. Na ndio maana katika vitabu vyangu mara nyingi huwa vina ule mfululizo ambao kwa juu vimeandikwa what works, namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, kwa maana kwamba ninakupatia mbinu ambazo zinaleta matokeo. Vinatoka kwa series Ndio. Mtazamaji, kama unavyoweza kujionea, kitabu hiki kimeandikwa hapa what work, afu kuna
alama ya reli ambayo inaonyesha namba 1 hapa. Pengine kwa kuna kitabu kingine ambacho kipo. Naam, hiki ni kitabu changu cha kwanza na huwa nakipenda sana kwa sababu kilitoka nikiwa bado mdogo sana, nikiwa chuo. Baada ya hapo niliweza kutoa mfululizo wa vitabu vingine. Leo tunapozungumza nina vitabu 8 na mojawapo ya vitabu hivyo ni kitabu cha Nidhamu ya Fedha. Sawa, basi tukirejea sasa kwenye mada yetu. Bwana mtazamaji ambao unatufuatilia kwa hivi sasa kupitia Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ni kwamba leo tunaangazia nidhamu ya fedha, ambako mgeni wetu ni Elton Modesti, mwalimu wa masomo ya sayansi, mwandishi wa vitabu, mwelimishaji wa jamii kuhusiana na masuala ya afya ya akili. Sasa tuanzie hapo kwamba nini sasa maana nidhamu ya fedha. Pengine tunazungumza tu, tunaimba tu hapa, tunaimba na kusifu, lakini mtu hajui nini maana nidhamu ya fedha. Nashukuru sana. Kwanza nianze kwa kueleza nidhamu ya fedha sio nini. Nidhamu ya fedha sio mbinu za kuwa tajiri, kwa sababu kuna watu ambao wanapoanza kusikiliza wanasema hebu kabla sija kusikiliza niambie una viwanda vingapi Buguruni, kwa sababu unazungumzia fedha. Huwezi kuzungumzia kitu ambacho huna na ukanishawishi ni kusikiliza. Hapana, nidhamu ya fedha sio kupata ukwasi, nidhamu ya fedha sio kuwa tajiri. Nidhamu ya fedha ni mbinu za kuweza kutumia fedha unayoipata kupitia mshahara au biashara katika namna ambayo ina utaratibu maalum unayokusaidia kuwa na matumizi mazuri kulingana na mapato ulionayo. Kwa hiyo hiyo ndiyo nidhamu ya fedha. Utaratibu maalum wa kutumia fedha unayoipata kupitia biashara au mshahara katika namna ambayo itakusaidia kutimiza mahitaji ya msingi, mahitaji ya ziada, kuweza kuweka akiba na kuweza kufanya vitu vingine vya muhimu kama vile kusaidia wahitaji pamoja na kulipa zaka kulingana na imani yako. Sawa, watu wanasema kwamba nidhamu ya fedha, watu hawana kabisa nidhamu ya fedha. Labda pengine kuna hasara zipi za moja kwa moja ambazo mtu anaweza kuzipata kutokana na kukosa nidhamu ya fedha? Hasara ni nyingi. Ya kwanza kabisa huwa ni madeni. Tuna watu wengi katika jamii yetu ambao wanakosa hata amani. Leo anawaza nipite mtaa gani kwa sababu jana nimepita huku, juzi nikapita huku, sasa nikipita kule atanikaba fulani, nikipita sasa leo nipite wapi? Lakini ukija kutathmini ni kwa nini haya yanatokea, ni kwa sababu kila anakopita madeni yanamwandama. Kwa hiyo anakosa ile amani. Kwa hiyo kukosa nidhamu ya fedha ni chanzo cha madeni kwa watu wengi. Ndio, madeni yanaweza kuwa na sababu kadhaa ikiwemo kutumia kuliko unavyozalisha. Hiyo ni sababu moja ya kuweza kupata madeni, lakini sababu ya pili kulingana na dharura. Ni kweli, lakini ukija kufuatilia mikopo haitakiwi kuwa kwa ajili ya dharura. Kama tutakuja kulitazama alafu kuna changamoto na kukabili kwenye familia. Ndio. Kama mtu anaweza kaenda akaamua akakopa kwa fulani akatatua tatizo lake. Ni namna mojawapo ya kuweza kutatua tatizo lililojitokeza kwa wakati huo. Lakini tutakapotazama swala la mikopo kidogo tutagundua kwamba watu wengi mikopo inatuumiza kwa sababu hatujui tuchukue mikopo kwa sababu ipi. Na hatujui tuchukue mikopo yenye masharti yapi ambayo ni nafuu. Kumbe kuna sababu pia za kuchukua mikopo kiachana na dharura. Hakika. Sasa tuendelee hapo kwenye athari sasa. Sasa kwenye athari nilikuwa nazungumzia kwamba unapokosa nidhamu ya fedha kwako madeni itakuwa ni changamoto, lakini jambo la pili, unapokosa nidhamu ya fedha msongo wa mawazo utakusumbua kwa sababu itafika wakati unahitaji kutimiza mahitaji ya msingi lakini huna pesa mfukoni. Ukija kuangalia sio kwamba hukuipata, uliipata, lakini ulivyoitumia unafahamu wewe mwenyewe kwamba kama ilikuwa ni mshahara nusu uliisha siku ya kwanza tu ulipoingia. Kwa hiyo unajikuta kwamba una huu msongo wa mawazo, na msongo wa mawazo kama hujui kuwa mzuri utashindwa kuwa na utendaji bora hata katika maeneo mengine ya maisha yako. Lakini hasara ya tatu ambayo unaipata unapokosa nidhamu ya fedha ni kwamba unashindwa kutimiza mahitaji ya msingi kama vile kulipa kodi. Ndiyo. Kama vile kulipa bili mbalimbali za kila siku, lakini pia utashindwa hata kutimiza mahitaji ya ziada ambayo tunasema ni kama vile kuhudumia familia yako katika swala zima la mavazi, viatu na burudani tu za kawaida utashindwa kuweza kuzitimiza. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuwa na nidhamu ya fedha kuna kusaidia sana, lakini pia hasara ya kukosa nidhamu ya fedha ni kwamba kesho kutwa kama wewe una malengo ya kuwa na uhuru wa kiuchumi, una malengo ya kufanikiwa kifedha, ni vigumu sana kama unaikosa nidhamu ya fedha. Kwa nini? Kwa sababu kama hicho kidogo unachokipata huwezi kukitunza, tunatarajiaje kwamba utaweza kufika hiyo hatua uliyojiwekea kwamba natamani kuwa na kipato labda cha shilingi milioni 12 kwa mwaka? Ndio. Utawezaje iwapo kama unachokipata chote unakitumia? Kwa hiyo tunaona kwamba ukiwa na nidhamu ya fedha ni hatua moja hapo ya kuweza hata kuyafikia malengo yako ya kifedha. Ukiikosa hata kufikia malengo yako ya kifedha na kiuchumi inakuwa vigumu. Sasa kuna mtu kama mimi najiuliza, sasa naweza kujengaje nidhamu ya fedha? Labda napata pesa lakini pesa zangu mimi zinapita tu kama kwenye daraja, yani sasa nawezaje kujenga hiyo nidhamu ya fedha na niweze kuondoa stress za madeni, mikopo na kushindwa kulipa bili kama hivyo? Swali zuri sana. Kwanza kabisa ni kwamba ili kujenga nidhamu ya fedha ni lazima uzingatie kanuni za fedha. Fedha ina kanuni zake, na
wengi tunakwama hapa kwa sababu hatuziheshimu kanuni. Wakati fulani nakumbuka nilikuwa nikielimisha katika taasisi fulani, wakaniambia, sasa Modest, mbona kama vile hizi kanuni nazo tutajia ni za wazungu? Nikawaambia hapana, zinaweza kuonekana kama vile ni za wazungu na pengine waasisi wake walikuwa ni waandishi ambao walitokea labda bara la Ulaya, lakini uhalisia ni kwamba kanuni haichagui rangi ya ngozi. Kwa mfano, kama mimi ni mwalimu wa masomo ya sayansi, kama tuna kanuni ambayo inasema kwamba gari linaposhika breki mwili wako utakwenda mbele, haijalishi una rangi gani ya ngozi, likishika breki mwili wako utasukuma kwenda mbele. Kwa hiyo hizi nazo ni kanuni. Kwa hiyo ni wazi kwamba ili uweze kuwa na nidhamu ya fedha lazima ujenge kanuni hizi, na tunapata changamoto kwa sababu katika malezi yetu tangu tukiwa utotoni huwa hatufundishwi elimu ya fedha shuleni. Nimefika wakati nikasema nikipata nafasi ya kuishauri serikali, nafasi ndio hii sasa. Moja wapo vitu ambavyo nitavizungumzia ni kwamba kuna haja ya kuongeza katika mtaala wetu wa elimu ya fedha, japo kwa ufupi kidogo, kwa sababu tunajikuta kwamba watu wengi wanasoma mpaka kufika chuo kikuu. Mitaala yetu ni mizuri sana, kuna watu wanaibeza, lakini ni mizuri sana hasa ukifika ukasoma mitaala mingine ikiwemo ya kimataifa kama vile Cambridge na IB. Mitaala yetu sio kwamba iko nyuma, ni mizuri, isipokuwa tu matumizi ya hiyo elimu tunayoipata ndio sio mazuri. Kwa hiyo tuna mitaala mizuri sana, lakini kuna vipengele fulani vinakosekana ambavyo vingeweza kutusaidia. Kuna kipengele ambacho kinafundishwa katika somo la uraia, life skills, tuseme kama ni maarifa ya kila siku kuweza kutufaa, lakini wanasahau money skills. Pasipo kufahamu kwamba pesa ni kitu ambacho utakitumia kuanzia uko mdogo mpaka unazeeka. Kwa hiyo unakuta kwamba tunatumia pesa pasipo kujua matumizi sahihi ya kuitumia. Ndio maana unakuta kwamba mtu ni mtu mzima lakini bado anahangaika na nidhamu ya fedha. Kwa nini? Kwa sababu alipokuwa mtoto alikuwa anapewa, sasa mwanangu, hii ni shilingi 1000, 200 ni nauli, 200 ni nauli, inabaki shilingi ngapi mwanangu? 600. Kwa hiyo 600 utatumia. Mtoto anakwenda shule anatumia yote, kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 yeye amezoea anatumia yote. Mtu huyu akifika chuo, sitashangaa kama akipokea boom, wanasema halitoshi. Wanasema halitoshi. Inawezekana hiyo ikawa ni hoja sahihi, lakini hebu turudi kwamba mtu kwanza analitumiaje alivyolipata. Kwa mbona unataka kusema hawana nidhamu ya fedha wanafunzi? Ukija nimepita chuo. Nimeona kwamba fedha ya chuo na nilipokea boom. Nimeona kwamba inaweza kukufaa ukitumia vizuri. Jambo la muhimu huwa sio kiasi gani unapata kwanza. Huwa ni kwamba unakitumiaje hicho unachokipata, kwa sababu ukiwa na kipato kidogo kama unasema halitoshi, itabidi kupunguza gharama kidogo za maisha kuliko mtu ambaye ana kipato pengine mara 3 mara 4 ya hilo boom. Sasa watu wengi wanalazimisha kuishi maisha ya mtu mwenye kipato cha mara 4 ya boom, kiasi kwamba unajikuta kwamba halitoshi. Mbona kuna watu ambao wameweza kuishi kwa kipato hicho cha boom na wakaweza hata kuweka akiba fulani nayo wafaa baada ya kumaliza chuo. Kwa hiyo umepita chuo. Ni kweli kwamba wanafunzi hawana nidhamu ya fedha? Wengi hawana nidhamu ya fedha, lakini sio kwa ubaya kwamba hawapendi kuwa nayo, kwamba wanapenda kuwa na matumizi mabaya. Hapana, wanakosa elimu ya fedha. Kwa mfano, wengi huwa matumizi ya wanachuo yanaanza kwenye kodi ya pango anapoishi pale, either ni hostel au ni chumba alichokipanga. Huwa unauliza mara nyingi unapata boom la 500 na 12. Sasa hivi ni 600. Kila baada ya miezi miwili. Kwa hiyo tunazungumzia miezi mitatu. Unapanga chumba cha bei gani? Kwa hiyo kwamba ukija kwenye kanuni za fedha zilivyo ni kwamba hutakiwi kupanga pango ambalo kodi ni zaidi ya 25% ya kipato chako. Lakini kuna watu ambao kama mimi na 600 natakiwa nipange sasa chumba cha shilingi ngapi? Kwa maana kwamba 10% sasa itakuwa ni 60,000. 20% maana yake ni takriban 120,000. Sasa unakuta kuna mtu ambaye ni mwenye nyumba gani atakubali mimi nilipe kodi ya hivi? Ndio tunazungumza kwamba punguza gharama za maisha. Nilipozungumzia 120,000 kwa mwezi haikumaanisha kwamba ni kwa miezi 6. Hapa ilikuwa ni kwa mwezi tu. Lakini kuna watu ambao anaishi zaidi ya hiyo 120,000. Unakuta kwamba tuzungumzie kuna vyuo ambavyo vimetokea kuwa katikati ya mji. Mtu anakwenda anakaa chumba ambacho gharama yake ni 250,000, lakini ukija kuangalia haitii kabisa kanuni za kifedha. Kwa hiyo kwa mfano mimi labda napokea boom 600,000 mfano. Ndio. Nikapanga chumba ambacho nalipia 360,000, niko sawa? Haiko sawa hata kidogo, kwa sababu tayari hiyo imezidi 50% ya boom nalolipata. Nakumbuka kanuni inasema kwamba kodi ya pango isizidi 25%. Na tunasema jitahidi kuwa chini ya 25, kwa sababu mbea ni 25 haimaanishi kwamba sasa ndio uende ukatumie 25 yote. Hapana. Bali jitahidi kwamba iwe pungufu yapo kadiri uwezavyo. Hatusemi uishi mazingira magumu sana, lakini jitahidi kutafuta sehemu ambayo ni rafiki pasipo ya kuwa na gharama za juu. Na mtazamaji, unaweza kujipatia nakala hicho kitabu kuweza kujua zaidi kipi hasa. Mimi mwenyewe nimevutiwa sana kwa sababu pengine mimi ni mmoja wapo ya watu ambao wamekuwa kitumia fedha tofauti na kipato changu. Yaani unakuta mtu anasema leo naenda kula kuliko kipato changu. Yaani
Sio unanielewa ninapozungumza hivi. Sasa pengine kwa kuhitimisha hapa, sasa mtu anawezaje kutunza fedha zake, yani anawezaje kuziwekeza sasa na kuanza kuzitunza baadaye atimize baadhi ya malengo? Okay, ni kwa kurudi pale pale, ajitahidi kuzingatia kanuni za fedha, ambapo tuna kanuni moja maarufu na nyepesi zaidi. Huwa tunasema ni kanuni iliyoasisiwa na mwanamama Elizabeth Warren, ambayo inasema ni 50-30-20, kwa maana kwamba pato unalolipata kupitia biashara au mshahara, jitahidi kwamba au jitahidi 50% ikidhi mahitaji ya msingi. Mahitaji ya msingi tumekusha yazungumza, kama vile kulipa kodi, matibabu, malazi, chakula, bili mbalimbali. Matumizi ya ziada ndio ile kwamba kununua pea ya pili ya kiatu. Sio kwamba unahitaji au utakufa usipoipata. Matumizi ya lazima utekeleze. Ziada ni kwamba hufi usipofanya. Ni anasa. Siwezi kuita ni anasa, ila ni kwamba hayana ulazima. Ndio. Na mwisho 20% ni uweke akiba. Sasa ukimwambia mtu uweka akiba 20% ni kudanganyana. Kwanza ni kudanganyana, kwa sababu 20% inategemea na unapata pesa kiasi gani. Kama kipato chako ni kidogo, utagundua kwamba 20% ni sehemu kubwa tu ya pato lako. Kwa mfano, kwa mtu ambaye anapata 500,000, tuzungumzie mwanachuo, tukimwambia aweke akiba ya 20%, maana yake tunazungumzia kwamba aweke takriban 100,000. Anaweza kusema 100,000 niweke yote hii, mbona kama vile ni kubwa sana kwangu. Kwa hiyo kuepusha hilo, tunasema kwamba weka akiba na ifanye kwa mazoea yako, hata kama unaweka chini ya 20%, hata kama ni 10, hata kama ni 5, ila zaidi iwe ni mazoea, ili baadaye ukiwa nazo nyingi iwe rahisi kuweza kuweka akiba, kwa sababu utaratibu wa kuweka akiba ni desturi na ni tabia. Kama huna, hata tukikupatia kipato cha milioni 5, milioni 10, utakitafuna tu, ni swala la muda. Kwa hiyo inakubalika kuweka chini ya 20%. Kwa hiyo ili kuweza kuweka akiba, jitahidi kutumia kanuni hiyo. Zipo kanuni nyingi, na akiba hii jitahidi unapopata fedha kwanza uitoe ndipo uweke. Na unawezaje kuiweka? Wana washauri wanachuo. Nilitumia mbinu hii nilipokuwa chuo, inaitwa SI au SO, Standing Order au Standing Instructions. Fungua account ya pili kwa benki hiyo hiyo ambayo unaitumia, kama wewe ni mtumiaji wa NMB au CRDB au benki nyingine yoyote. Fungua account ya pili. Uzuri sio gharama ukiwa mwanachuo. Waambie kwamba boom linapoingia katika account yangu kuu, 10% kadhaa ikatwe. Kwa hiyo wewe utakapokwenda kutumia, na jitahidi sababu utagombana na watu. Ndio maana kwamba ni nidhamu, inabidi uwe tayari kuweka jitihada, uwe tayari kulipa gharama, uwe tayari kujitoa. Unajua bana, kuna njia nyingi sana huwa zinawapitia wanafunzi. Sasa unapozungumza hivyo kidogo unawapa shida sana. Wapo waliofanikiwa. Kwa nini wameweza? Maana yake ni wazi, kama kuna mtu ameweza, pasipo kusema kwamba inawezekana mwingine maisha ya nyumbani ni mazuri, kwa hiyo unaona anaishi, unafikiri ni mwenzako, lakini sio mwenzako. Hapana, wapo ambao wamepitia maisha magumu na wakaweza kufanikiwa. Nina shuhuda za watu wengi, ninazungumza na watu wengi, ninafundisha watu wengi wamefanikiwa. Kwa hiyo inawezekana. Kwa hiyo kuweza kuweka akiba, jitahidi kuweka huo utaratibu. Ukiona hiyo ni changamoto, ambapo hii ni kwa watu wanaopokea mishahara. Kwa watu ambao mara nyingi wanafanya shughuli za kila siku na zinapatia kipato, kibubu sio wazo zuri sana. Michezo ni wazo zuri sana. Unaweza ukaiona ni kitu cha kawaida, lakini ukiweza kuingia kwenye kikundi ambacho kina watu waaminifu, unaweza ukacheza michezo ukawa unachangia kiasi fulani, inapofika wakati wako kupata gawio unajikuta umelipata. Kwa nini michezo inaleta nidhamu kuliko wewe kusema nitakuwa ninaweka kidogo kidogo kwenye account yangu fulani? Ni kwa sababu utakabwa na utakisha kwamba unaiwasilisha ile fedha. Kwa hiyo kuna nidhamu ya ziada inakuja. Watu ambao uko nao kwenye kikundi watakuwa ni wawajibishi wako. Kwa hiyo mara nyingi tunashindwa kuweka akiba kwa sababu hakuna vijibishi. Hata ukitoa pesa ukaitumia, hakuna atakaye kuuliza. Mtu anauliza pengine kwenye vikundi vya upatu na vitu kama hivyo, siku hizi kumekuwa na uhuni mwingi sana. Ujanja. Sasa kama sio sawa sana. Ni kweli, lakini tunarudi pale pale. Chukua tahadhari, ingia katika kikundi sahihi. Kama tuna vikundi 100 vya michezo nchini, haimaanishi kwamba vyote 100 vimejaa wahuni. Hebu utafuta kikundi ambacho kina watu. Ni kweli nafahamu watu ambao wamepigwa na nafahamu watu ambao wamenufaika. Ila jambo nalotamani kusisitiza hapa, unapoweka akiba yako sehemu, jitahidi weke katika sehemu ambapo inakuwa. Isifike sehemu ukaona kwamba hakuna hata haja ya kuwa naweka akiba. Na uzuri Wizara ya Fedha nchini ilifungua taasisi ya uwekezaji ili kuweza kuwasaidia Watanzania hata wasiokuwa na elimu ya fedha ya masoko na kuweza kuwekeza, waweze kuwekeza katika taasisi. Taasisi hiyo huwa inafahamika kama UTT AMIS. Watu wengi wamekuwa wakisikia siku hizi kwa sababu ya ule uelimishaji. Ukienda kuwatembelea posta au ukiangalia mtandaoni, wana majarida yao yanayotoa elimu, wana mawasiliano ambayo unaweza kupatia. Faida ni kwamba unapoweka pesa zako katika taasisi za uwekezaji kama vile UTT AMIS, unapata riba au faida jumuishi. Kwa Kiingereza tunapata tafsiri nzuri, compound interest, sio simple interest. Kwa maana kwamba hela yako inaongezeka kila baada ya muda fulani. Kwa hiyo ukiweka milioni 3 baada ya miaka 10, unaweza kujikuta kwamba una milioni 6.5. Kama ni riba ya kawaida hutakuta mahesabu hayo. Kwa hiyo jitahidi kuzingatia hivyo vitu. Labda pengine mtu anaweza kauliza kwamba
mimi na tabia nikiweka pesa na iwaza si nikachukue ninunue nini. Sasa pengine ni mbinu gani ambazo zinaweza kumsaidia mtu kuweka pesa kwa uaminifu tukiwa tunahitimisha hivi? Mara nyingi huwa tunasema ni account isiyo kuruhusu kutoa fedha. Hizo fixed account. Fixed accounts. Zitakusaidia sana kuwa na nidhamu ya fedha. Lakini pili, kwa nini mara nyingi mtu anajikuta anatoa pesa? Ni kwa sababu ameweka akiba kubwa kuliko kipato chake. Kwa anajikuta kwamba akiendesha shughuli za maisha za kawaida, inafika wakati pesa inaisha, anaanza kwenda kukopa, bora nikatoa ile iliyo sehemu. Lakini ukiweza kujenga nidhamu ya kuweka kidogo kiasi kwamba utakwenda kukichukua, ni rahisi hicho kilichopo ukakitunza, na baadaye ikawa tabia, na ikiwa tabia siku ukiwa na kipato kikubwa utaweza kuweka akiba kubwa. Sawa bwana, ndugu yangu nikushukuru sana. Labda pengine kwa sekunde chache tu, nadhani kuna jambo pengine hatujalizungumza, ungetamani kuambia watazamaji ambao wanatufuatilia sasa hivi, ni wakati wako sasa. Nashukuru sana. Ninatamani kusisitiza kwamba nidhamu ya fedha ni somo kama ilivyo elimu nyingine. Nenda mtandaoni, pitia vitabu, tuna waandishi ndani ya nchi, tuna waandishi nje ya nchi, tuna mafundisho mengi YouTube. Hebu soma, fanyia kazi unachojifunza, na ni wazi kwamba utaweza kufanikiwa. Kwa mfano, elimu hii huwa inapatikana zaidi kwenye mitandao yangu ya kijamii. Ukiandika Elton Modest Instagram utaweza kupata. Lakini pia huwa natoa elimu hii bure kwenye magrupu ya WhatsApp. Kwa hiyo mtu akiweza kunitumia message kwa namba yangu 0747083084 nitamuunga bure kabisa kwenye group na atajifunza vitu hivi. Kwa hiyo elimu ipo, ni swala la utekelezaji, na mabadiliko ni matokeo ya utekelezaji, sio kufahamu vitu vingi. Asante sana ndugu yangu. Nashukuru sana. Na mtazamaji ambao unatufuatilia kwa hivi sasa, ndo tunahitimisha hivyo katika kipengele hiki cha Jahara ambacho kinafuata baada ya kipengele cha kwanza cha Yasemavyo Magazeti. Siku ya leo tulikuwa tunaangazia nidhamu ya fedha, na mgeni wangu kwa siku ya leo alikuwa ni Elton Modest, ambaye ni mwalimu wa masomo ya sayansi, mwandishi wa vitabu, lakini pia mwelimishaji wa jamii kuhusiana na masuala ya afya ya akili. Leo hatujapata nafasi ya kuzungumzia afya ya akili kwa sababu tulikuwa tunazungumzia nidhamu ya fedha. Hivyo utakuwa umejifunza. Mimi mwenyewe nimejifunza, lakini kubwa ambao naondoka nalo kwa siku ya leo, kitabu hiki naondoki nacho, nitakichukua kwa ajili ya kwenda kujisomea ili niweze kukua vizuri na mimi zaidi, kwa sababu Watanzania wengi si ni wavivu. Ili Mtanzania umfiche mambo, basi unaweza kuweka noti ya shilingi 10,000 hapa na asiipate kwa sababu ni wavivu wa kusoma. So nawashawishi mpate nafasi ya kusoma vitabu mbalimbali kwa ajili ya kupata maarifa zaidi. Mimi ndiye Ibrahim Mgaza, mpaka kufikia hapa sina la ziada. Kwa niaba ya wote, asante na kwaheri.